Karibu sana kwenye channel yetu. Tuendelee kujifunza, kupata maarifa kama kawaida yetu. Leo tunaendelea na kitabu chetu au summary ya kitabu chetu cha The Richest Man in Babylon. Kwenye sura iliyopita tulikutana na Akan, tajiri mkubwa wa Babylon, aliyefichua siri ya kwanza ya utajiri wake. Jilipe kwanza wewe, ndio msemo wake mkuu kwenye sura ile. Lakini ukweli ni huu: watu wengi wakisikia hifadhi 10% kwa mfano, wanajiuliza swali moja: nitawezaje kuishi na pesa kidogo zaidi? Ndipo Akan akaamua kufanya kitu muhimu sana. Akawaita watu wa Babylon na kuwafundisha njia 7 za kuponya mfuko unaoishiwa pesa kila mara. Na hapa ndipo sura ya leo inapoanzia. Akan alisimama mbele ya watu wengi sana, wafanyabiashara, wafanyakazi, vijana na wazee na watu wote waliokuwepo kwenye mji wa Babylon. Wote walikuwa na shida moja: pesa hazikai mifukoni mwao. Akan akasema, si laana wala si bahati mbaya, lakini ni kukosa maarifa. Kisha akaanza kufundisha tiba 7 za namna gani ya kuhifadhi au ya kufanya pesa isitoweke mfukoni. Tiba namba 1 ilikuwa jilipe wewe kwanza. Akan akarudia kwa msisitizo kwamba sehemu ya kila pesa unayopata ni yako ya kubaki au ni yako ya kusave. Hela unayosave ndo ya kwako. Hii ni sheria ya msingi sana: hifadhi angalau 10% kabla ya matumizi mengine yoyote kuanza. Funzo lake kwenye tiba hii ni kwamba usisubiri pesa ibaki baada ya matumizi yako, lakini takiwa usave, then inayobaki ndio utumie. Lakini pia wewe ndio uamue ibaki au isibaki. Tiba ya pili ni kwamba dhibiti matumizi yako. Akan akasema jifunze kuishi chini ya kipato chako. Tatizo la watu wengi, wanachanganya mahitaji na matamanio. Mahitaji ni kama chakula, makazi na mavazi ya msingi kabisa. Matamanio ni kama anasa au kuiga maisha ya watu wengine. Utajiri hauanzi kwa kupata zaidi, bali kwa kutumia kwa busara ulicho nacho. Lakini tiba ya 3 akaambia fanya akiba yako iongezeke. Akan alisema dhahabu iliyohifadhiwa lazima ifanywe kazi. Akiba bila mpango hula na inflation, lakini pia hupotea taratibu. Lakini akiba iliyowekezwa kwa hekima hukua. Tahadhari, usiwekeze mahali usipoelewa. Tiba ya 4 aliyofundisha Akan ni kwamba linda mali yako dhidi ya hasara. Akan akaonya, dhahabu hupenda sana usalama. Makosa ya watu ni kuaminika kila fursa au kuamini kila fursa, lakini pia kufuata maneno ya marafiki au watu wanaokuzunguka. Lakini pia ni kuwekeza kwa tamaa. Wewe jambo likijitokeza ni kukurupuka. Funzo katika tiba hii ni kwamba linda pesa zako kabla ya kuzikuza. Tiba ya 5, Akan anaeleza kwamba fanya makazi yako yawe mali yako. Akan alipendekeza miliki nyumba yako mwenyewe. Kwa maana ya leo, punguza gharama zisizo na lazima. Tafuta umiliki badala ya kodi isiyoisha. Hii inaleta amani ya akili, lakini pia utulivu wa kifedha. Tiba ya 6 aliyoelekeza bwana Akan ilikuwa hakikisha kipato chako cha baadaye. Akan alisema fikiria siku ambazo hutaweza kufanya kazi. Kwa lugha ya leo tunasema akiba ya muda mrefu, kwa maana inaweza kuwa biashara au unanunua shares au bond au unafanya uwekezaji au unafanya pension. Kwa maana usiishi kwa leo tu, jiandae kwa kesho pia. Tiba ya 7 ni kwamba ongeza uwezo wako wa kujipatia kipato. Hii tiba ya mwisho ni muhimu sana. Akan alisema mtu anapaswa kujiendeleza kila siku. Hii inamaanisha kujifunza, kuongeza ujuzi, lakini pia kusoma,
kusikiliza pia waliopita mbele yako, kwa maana akili iliyokuwa huleta kipato kinachokuwa pia. Njia 7 za Akande, nikukumbushe tu kwa summary, ni kwamba moja, jilipe wewe kwanza. Kwa maana kujilipa wewe kwanza ni Kiswahili cha kusave. Kwa maana save, kwa sababu kisha save ile hela ni yako, ndio maana unasema unakuwa umejilipa ila utumii. Ya pili, dhibiti matumizi. 3, fanya akiba ikue. 4, linda pesa zako. 5, miliki makazi. 6, jiandae kwa kesho. Lakini 7, jiendeleze kila siku. Hizi si sheria za Babylon tu, lakini ni kanuni za maisha ya kila siku. Katika sura itakayofuata tutaona makosa makubwa yanayofanya watu kupoteza pesa, hasa pale tamaa inapochukua nafasi ya hekima. Tunasema meet the goddess of good luck. Kama unataka kuelewa kwa nini watu wanapoteza pesa ghafla na namna ya kuitambua bahati halisi, basi usikose video inayofuata. Pasipo kusahau kusubscribe, kulike na kushare ili watu wengine wapate kujifunza. Lakini pia katika video hii usisahau kucomment